Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخواني في الله وحراس العقيدة وأحباب المصطفى، صلوا على النبي، صلوا على النبي. Ama ndugu zangu katika Uislamu, ndugu zangu katika imani, wapenzi wa Mtume Muhammad, walinzi wa itikadi ya Uislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu katika Uislamu, kama alivyosema mtangulizi wangu hapa kwamba tumekuja kwa kazi maalumu. Kwa hiyo sasa umefika ule wakati wake. Ndugu zangu katika Uislamu, kwa hakika jana tulisikia point kuhusiana na taksimatu tauhidi, ugavi wa tauhidi, ambao wengi walifikiria kitu kama hiki pengine kipo katika mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad. Wal amru aksu dhalik. Jambo liko kinyume na hivyo. Yani vifungu hivi tunasema havipo katika mafundisho ya Mtume Muhammad kabisa kabisa, hivi havipo. Na Allah anatupa ujumbe sisi waumini kama waumini, anatuambia fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kwa hiyo ndugu zangu katika Uislamu, hapa Allah anatupa ujumbe, kama mutazozana, fi'lu tanaza'atum ni musharaka hiyo, na naam, imetokea kwa vitendo tanazo baina ya wale ambao wanathibitisha kuwepo kwa tauhidi tatu na wale ambao wanasema la, hapana, hayo si mafundisho ya Mtume. Kwa hiyo ikiwa hili linatokea, ufumbuzi Mwenyezi Mungu anautoa ndani ya kitabu kitukufu, anasema turejeshe kwa Mwenyezi Mungu ama turejeshe kwa Mtume. Kutokana na haya, kwa leo katika muda kama huu mfupi, moja kwa moja nihamie turejeshe kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu. Tunarejesha kwa Mtume. Je, Mtume umetufundisha hivi? Kwani sisi tunaamini kabisa kwamba Mtume ndiye mwalimu mkuu wa umma huu, na hii ni ushahidi wa kauli ya Allah aliposema laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Mahalu shahidi wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata. Mtume ni mwalimu, anawafundisha watu kitabu na sunna, wal hikmata,
Kwa kuwa mtume ni mwalimu, je, katika mafundisho yake aliwahi kuwafundisha watu vigao vitatu kwa lafudhi yake, akasema jamani, zingatieni tauhidi katika vigao vitatu. Lafudhi hii tunasema haipo katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii haipo. Tunachokielewa katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi nyingi anasema, nimeamrishwa mimi kupambana na watu mpaka washuhudie kwamba hapana mola isipokuwa Allah, Muhammad ni mjumbe wake. Wakifanya hivi, wamezilinda na mimi damu zao na mali zao, ila kwa haki ya Uislamu. Kwa hivyo ndugu zangu katika Uislamu, mtume anazingatia mtu kuwa Muislamu kwa kutamka lafdhi shahada, matamshi ya shahada mbili, huyo anahesabika ni Muislamu sahihi. Kwa kutamka lafdhi ya shahada, huyo ndiye Muislamu sahihi. Wala mtume hakusema kama mtu hajawa na uluhia wala rububia hajawa Muislamu sahihi. Hili mtume hakuwahi kulitamka. Tunaelewana? Kama mtume hakuwahi kutamka jambo kama hili, wanaotamka jambo kama hili mafunzo wameyapata kupitia kwa nani? Mwenyezi Mungu anasema kuhusiana na wadhifa wa Mtume Muhammadin, anasema wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Tumekuletea Muhammad Qur'ani, ukumbusho, ili watu uwabainishie, ili watu uwawekee wazi kile ambacho kimeteremshwa, ili waweze kufikiria na kuzingatia mambo. Ndugu zangu katika Uislamu, kiufupi, waliosema kuna tauhidi hizi tatu ambazo wenyewe wanajaribu kuzibandikiza katika Uislamu ionekane ni sahihi, wanasema kuna uluhia, rububia, asma wa sifati. Nini neno uluhia kwa ufupi? Wanakusudia nini? Wanasema linatokana na neno ilahun. Kwa hiyo hii inatolewa na uluhia, na neno rabbu linapatikana rububia. Asma wa sifati ndo yale wanakusudia zile ahadithi mutashabihatu na zile ayatu mutashabihatu kumbandikizia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio lengo. Pana makubwa hapa, lakini tuende kwa mujibu wa hali ilivyo. Kama hali ndiyo hiyo, Qur'ani yenyewe inapinga kitu kama hicho, kwa sababu wamehusisha neno ilahu kwa maana ya ibada na neno rabbu kwa maana ya kuumba tu, kitu ambacho hakikubaliani na misingi ya lugha, kitu ambacho hakikubaliani na misingi sahihi ya ufahamu wa hao salafi swalihi ambao wao wamesema. Kwa ufupi wa Islam, Mwenyezi Mungu anasema ya ayuhan nasu ibudu rabbakum, enyi watu muabudieni. Muabudieni nani? Rabba. Sasa kwa nini ilahu ihusishwe katika ibada wakati Mungu aseme ibudu rabba? Kwa nini asiseme ibudu ilaha? Hii ni watu wanadanganywa. Ala alhaqiqa, uhakika ulivyo, arrabu wa ilahu maanahu mutaragifatani, maana yake haya maneno yanakubaliana. Rabbu ilahu wa ilahu rabbu. Hakuna takhasisi ya jambo kama hili. Kwa hiyo waliofanya takhasisi ni kujaribu kudanganya tu na kuwadanganya watu. Hakuna takhasisi. Ikiwa hali ndiyo hiyo,
kuamini tauhidi hizi tatu. Kwanza Waislamu mujue kwamba si mafundisho ya mtume. Haijaja hata katika hadithi moja ya Mtume Muhammad kwamba mtu hawezi kuwa muumini mpaka ajue uluhia. Haipo hiyo. Wanausuli wanasema hivi: la yasihu taakhiru albayani an wakati alhaja. Bayani haiwezi kucheleweshwa kutokana na wakati wa haja. Yaani watu walikuwa wanakwenda kwa mtume kusilimu, mtume anawasilimisha kwa kuzingatia kigezo cha shahada bila ya kuwauliza, je, wewe una uluhia au wewe una rububia tu? Hili mtume hajalifanya, na yeye ndiye aliyotumwa kuwaongoza watu hapa. Mwenyezi Mungu anasema, inna arsalnaka mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biidhnihi wa sirajan munira. Hakika sisi tumekutuma Muhammad katika dunia hii. Kazi yako nini? Mubashiran wa nadhira, toa habari njema kwa watiifu watakao yakubali uliokuja nao kutoka kwa Allah. Toa habari njema kwa watiifu kwamba watakuwa na maisha mazuri mbele ya Allah. Lakini pia waonye wenye kupinga kwamba watakuwa na mwisho mbaya. Lakini pia ujue kazi yako da'iyan ila Allah, wewe ni mwenye kuwaita watu wamuelekee Mwenyezi Mungu, wamjue Mwenyezi Mungu. Lakini haya hufanye kwa idhini yako, biidhnihi, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, wasirajan munira. Tena we Muhammad uwe ni taa yenye kutoa nuru katika dunia. Hii ndiyo kazi yake. Kwa kuwa hii ndiyo kazi yake, basi mtume amesema kwamba umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu, sio hata yakulu uluhia wala rububia. Ili jambo halikuwepo. Kama halikuwepo, wenye kuzingatia kwamba Uislamu lazima ukiri kwa uluhia, kitu ambacho mtume hajakifanya, hadha huwa bid'atu fi dini. Hii ni kuizulia katika dini, ni kuizulia dini, ni kukizulia kitabu cha Mwenyezi Mungu, ni kuleta mafundisho kinyume na mafundisho ya nani? Ya mwalimu mkuu wa umma huu. Tunaelewana Waislamu? Haya hatuyasemi kama tunabahatisha. Nani aloazisha vifungu hivi? Tunakuja kwa muhtasari tu. Nani kaazisha vifungu hivi? Na tuone ule ubabaishaji. Jana watu walikuwa hapa wanaambizana uongo nani, lakini mtume anasema huwezi ukamtupia mwenzio ufasiki au uongo, ila uongo utarejea kwako kama huyo uliomwambia sio muongo wala si fasiki. Tunaelewana? Kwa hiyo je, kaaza nani? Tunakwenda kwa mujibu wa sunnatur rasulillah. Sunnatur rasulillah inatuambia hivi: arrajulu ala dini khalilihi, mtu atakuwa na dini ya huyo mpenzi wake. Falyandur, na aangalie jamani, ahadukum, mmoja wenu nyinyi, man yukhalil, nani anakuwa mpenzi wako na kipi kilichokufanya awe mpenzi wako huyo. Hili ni agizo kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kabla hatuja amua wapenzi wetu wa kina fulani, tutizame kipi kilituvutia kwao, nini wanakifanya ili sisi nasi tuwe wapenzi wetu. Huyo ndiyo mtume anatupa agizo. Kwa kutekeleza ujumbe huu, huyu bwana alioazisha vifungu hivi ni Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani, vifungu viwili vya uluhia na rububia katika karine ya 8, yani mwishoni mwa karine ya 7 ya 8 hapo. Ama ile tauhidi walioita wenyewe al-asma wa sifati, mwanzo alioazisha hivi ni mtu mmoja Muhammad bin Karram Sajistani, mwishoni mwa karne ya 3 kujia ya 4 hapa jamaa. Walipokuja jamaa hawa Ibn Taymiyyah na wafuasi wake katika karne hiyo,
basi wakaunganisha wakasema kuna uluhia na rububia, vifungu viwili kaanzisha Ibn Taymiyyah. Na yule bwana wakakichukua kifungu chake wakaunganisha, ikawa tauhidi mnasomeshwa vifungu vitatu, jambo ambalo hakulifanya mtume wala sahaba wala tabiina wala aimmatul huda, kina maimamu Abu Hanifa wa hakadha. Hakuna kifungu hiki. Tunaelewana? Kifungu hiki hapana, lakini wamefanya hivyo idhilala lilawami, kwa ajili tu ya kuwapoteza watu wa kawaida waliokuwa hawafuatilii mambo. Vifungu hivi havikuwepo wakati huu, haikuwepo. Na kama hayo mnasema pengine na yasema tu, tutanukulu baadhi ya kauli za Ibn Taymiyyah au za wafuasi wake ambao wanarekodi kupitia kwake. Maana yake Mungu anatuambia wala takutumu shahada 135 Suratun Nisa. Mungu anatupa ujumbe waumini kama waumini, na akasema pia waman adhlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah. Kwa hiyo kwa kukimbia udhalimu, hapa leo imekuwa ni mahala pake pa kuizungumzia hii mada. Wala takutumu shahada, musifiche ushahidi jamani. Ikibidi ushahidi utolewe ni lazima. Waman yaktumha fa innahu athimun qalbuhu, yoyote aliyojaribu kuficha ushahidi mahala pake ajue kwamba moyo wake una nini? Una dhambi. Tabaan, ikiwa moyo ndio una dhambi, basi mwili wote utachukua dhambi, au sio jamani? Lianna al-Mustafa yaqul inna fil insani mudghatan idha salaha au idha saluha saluha al-jasadu kulluhu wa idha fasada al-jasadu kulluhu. Ala, tanabahini Waislamu, kipande gani hicho? Wa hiya al-qalbu, nao ni moyo. Na amradhil kulubi, kuficha ushahidi wa mambo yalivyo kutokana na mafundisho ya kitabu Allah wa sunnati Rasulillah. Tunaelewana eh? Kwa hiyo hapa Waislamu tunasema huyu bwana ndiye aliyeanzisha na yeye ndiye aliyezingatia. Kama mtu hana uluhia, basi anasema hajakamilika katika Uislamu. Someni katika kitabu cha Al-Irshad ila Sahihi al-I'tiqad cha Saleh Fauzani. Wanamtegemea mawahabi wote huyu jamaa. Al-Irshad ila Sahihi al-I'tiqad, kwa madai yake jina zuri, lakini nasema vitendo si sahihi. Anasema hivi, anasema faman lam yaqir faman akarra bitauhid ar-rububiyyah, yule atakayekubali tauhidi rububia. Maana kwa wao mtizamo ni kukubali kwamba Mungu ni muumba kila kitu, aliotengeneza kila kitu. Kwa hiyo hayo mpaka wale makafiri pia walikiri tangu mwanzo, ni ubabaishaji lakini wala asikiri uluhia, yani kwa mtizamo wao ni ile ibada ile. Basi lam yahrum damuhu wala maluhu, haiharamiki damu yake wala haiharamiki mali yake. Yani kwa mafuhumu haya, kwa kauli hii, huyu damu yake halali na mali yake halali, hata kama kasema la ilaha illa Allah. Tunaelewana jamani? Damu yake huyu haifanyi nini? Haiharamiki, bimaana hajawa Muislamu sahihi. Hayo maelezo yapo ukurasa wa 35 katika hicho kitabu. Tunaelewana eh? Kwa hiyo kama hali ndivyo hivyo ilivyo, je, Mtume wa Mwenyezi Mungu aliwahi kuambia watu kama mtu hajawa na uluhia huyo halali damu yake? Au Mtume alichokisema mtu ataingia katika Uislamu kwa lafdhi ya shahada? Tunaelewana eh? Na uhakika uliokuwepo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alichozingatia lafdhi shahada. Hivi mtu kuzingatia uluhia kwamba huo mtu ndo atakuwa Muislamu
Je, sikuizulia dini? Je, sikumzulia mtume na Mwenyezi Mungu kitu ambacho Mungu hajakifanya, Mungu hajakisema kwa kupitia mtume wake? Jamani, hebu tuelezane. Uislamu mbele ya mtume, wallahi lau kama si muda kuwa mfupi, ningezirekodi hapa na kuzileta ahadithi kadhaa zilizothibitisha sunna ya mtume kuhusiana na kumzingatia man huwa almuslim fi aqidatina alislamiyya. Nani muislamu katika akida yetu ya Uislamu, na anazingatiwa muislamu kwa kuzingatia, kwa kutamka kitu gani? Leo nashangaa sana, namshangaa Ibn Bazi. Huyu ni mufti, lazima tuseme haya. Yeye anapinga maulid. Jana si mlikuwa mnamdahalo kuhusiana na maulid, bihujja annahu lam yaf'aluhu sallallahu alayhi wasallam, kwa hoja kwamba mtume hajafanya. Wa huwa yukiru hadhihi taksimatu, na yeye ndo huyo anakiri vigao hivi ma ilmihi annahu lam yaf'alu wa lam yakuluhu Rasulullah, pamoja na kujua kwamba hajafanya mtume wala hajasema mtume wa Mwenyezi Mungu hivi. Je, huyo jamani ndio kweli anaitetea sunna? Ndio kweli anaitetea Qur'ani? Hili tulitarajia kwamba tuzungumze na wao uso kwa macho, watuthibitishie hadithi ya Mtume Muhammad inayosema yankasimu tauhidu ila 3 aqsami, kwa sababu sisi tunafuata na wao mnasikia wanasema ala itibai manhaji salafi al-umma. Kumbe ni lafudhi ya kudanganya watu, tunaelewa? Ala itibai manhaji ahli manhaji salafi. Yani ukisema manhaj ni njia, ina maana wanataka kutuambia kwamba manhaji salafi tangu mtume aliwaambia watu kama huna uluhia wewe itakuwa hujakamilika katika nini, jambo ambalo halipo kabisa. Wa hadha bid'atun fi asli min usuli dini, na hii ni kuizulia asli min usuli dini. Ibn Bazi mtaniwe razi kidogo, kitabu chake kaandika tahadhiri anil bid'a, maana anawaonya watu wasifuate bid'a ala hasbi kaulihi. Anasema kwa nini maulidi yawe halali wakati waliozusha mutaakhiruna, waliozusha watu wa mwisho? Kweli watu wa mwisho hawa watafahamu sunna kuliko mtume mwenyewe? Hili jiulizeni jamani. Hii anasema Ibn Bazi, mufti huyo jamani, lakini nasi tunamshangaa. Ilikuwa kuwaje? Yeye ndani ya kitabu hicho cha ukurasa wa 4 anasema wa tauhidu hasiba taqsimi li ulamai, hakutuambia hasiba taqsimi rasuli wala sahaba. Sasa ilikuwa atuambie manihumul ulama, nani hao wanachuoni waliopata kibali cha kugawa kitu kama hichi ambacho mtume wa Allah hajakifanya? Na kuacheni question hii, wajiulize manihumul ulama, mpaka ili ikubalike tauhidi hii wala maulidi yasifanye nini, yasikubalike. Jamani, aina yadhhabun, wapi watu wanakwenda? Uislamu unapelekwa wapi? Tunamalizia jamani, kutokana na hali ilivyo, naambiwa na nasema sana, lakini ndo nakimbilia hizo dakika. Kwa hiyo samahanini kama mtasikia sauti kali kidogo, samahanini. Kwa hiyo kwa kukimbilia muda jamani, nasema nawacha ujumbe wa Qur'ani kitabullahil karim, ambao tumeambiwa intanaza'atum farudduhu fi shay'in farudduhu ila Allahi. Kwa hiyo nasema waje au popote walipo, sisi kwa mada hii ya tauhidi tatu tunawataka tuje tujadili kwa ajili ya kuidhihirisha haki iko wapi. Watu waambie mtume kagawa wapi. Aya inasema, aya 50 suratul Qasas, aya ya 50. Naamini kwamba jawabu utakuja ndio hiyo hiyo. Mungu anasema fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum
waman adallu mimman taba'a hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin. Illam yastajibu, kama hawajibu, na naamini hawatojibu kwa hadithi hata yoyote kuhusiana. Qala Rasulullah yankasimu tauhid ila thalatha. Sasa aya inatuwekea wazi, na wewe unaonisikiliza ujue kwamba fa'alam, kuwa na ilmu ya yakini, annama, hakika si jenginecho, yattabi'una ahwaahum, wanachokifuata ni utashi wao tu na matamanio yao tu. Kama hali ndio hiyo, basi jamani, tunatakiwa tuinusuru hii dini, tuinusuru dini hii jamani. Kwa kweli yanatuuma sana na kuona vyombo vya habari vishi huu, lakini wenyewe wanaona ndio sahihi, lakini ile sahihi inakuwa batil. Hii Mtume amesema zitafika zama, basi wale watu wa haki watakuwa ndio nini jamani. Samanini sana mpaka hapo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Qasim Hussein, ni mkazi wa hapa Tanga. Ambalo limenifanya mimi nisimame ni lile tangazo ambalo nimelisikia, na kabla sijaingia kwenye hiyo mada ambayo nimesikia kwenye tangazo, kidogo nijaribu kupita kwa yale ambayo tumesikiliza kwa muda huu. Swali langu nitaka nifahamu ni namna gani Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha namna ya kusherehekea maulidi ama mazazi yake Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa namna ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ai maulidi. Maana yake wewe hapo ulipo haujajua kwanza hilo jambo lenyewe hakika yake na linavyofanyika. Kwa hiyo utakapoelekezwa unatakiwa upokee na usikilize na uzingatie na utafakari na ukafanyie kazi. Sawa? Sheikh Yusuf Diwani, muelekeze ule maulidi ni nini na inakuwaje na uhalali wake ni nini? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, kwanza anataka kujua Mtume sallallahu alaihi wasallama ni namna gani alivyoelekeza namna ya kusherekea maulid. Kabla ya kufika Mtume ameelekeza nini katika namna ya kusherekea maulid, lazima kwanza tujue maulidi inayokusudiwa hapo ni nini. Je, maulidi tunachozungumza hapa ni jina la hiyo maulidi, au tunachozungumza ni matendo yanayofanyika katika kikao kinachoitwa maulidi? Hili ndio jambo la msingi. Muulize mwenyewe kwanza ili ajue. Na itakuwa ni vizuri zaidi labda kwanza nimuulize ndugu yangu ili nitoe majibu yaliyo sawa sawa. Niulize. Naam. Je, unaposema maulid unakusudia ni jina la maulidi au yale yanayofanyika katika kinachoitwa maulidi? Nataka kiujumla wake, namna ambavyo Mtume ameelekeza maulidi na namna ya kuifanya maulidi. Sahihi. Watu wa sheria wanasema la mushahata fil istilah. Hakuna malumbano katika swala zima la mustalaha wa neno katika hali ya aina moja au nyingine. Sasa nikupe kwanza maulidi ni nini. Wataalamu wa lugha, maulidi mnajua hii ni masdarul mimi. Yani masdarul mimi, ukisikia masdarul mimi maana yake ni nini? Maana yake yajuzu an yurada fiha ashiyaun kathira. Inajuzu katika jina likija katika masdarul mimi, basi pana juzu ndani yake kubeba vitu vingi sana ambavyo vinaweza kufanywa chini ya mustalaha mmoja wa kitu kinachoitwa imma maulid, kama jinsi ambavyo unavyoona masjidu ni masdarul mimi, ambayo jina hili masjid linabeba mustalaha ambao unaweza ndani ya masjid pakafanyika mambo mengine. Kwa mfano, tunaweza ukaenda msikitini ukasali,
lakini ukitafsiri masjid maana yake ni mahala pa kusujudia, si ndivyo hivyo? Sasa maana yake ni nini? Hii maulid kuna vitu vinavyoitwa ikhtisaru hikayatil murakkabi. Ikiwa masdarul mimi maana yake ni ikhtisaru hikayati almurakkabi, maana yake ni kufupisha mpandano wa maneno mengi. Ndio likatajwa neno moja alafu chini yake kuna matendo mengi yanaweza kufanyika katika hali ya namna hiyo. Sasa matendo hayo ni matendo gani? Pale katika kinachoitwa maulid, hili ni jina alimebeba mustalah au, lakini chini yake matendo yanayofanyika ni haya. Kuna ma tayassara min alquran, yani kuna zinasoma aya chache za Qur'an. Wengi ambao tunahudhuria katika vikao vya maulidi tunaona hivi, anaanza mtu a'udhu billahi minash shaitanir rajim, anasoma ma tayassara min alquran. Sasa kwa kuwa hili ma tayassara min alquran, Qur'an inasema faqra'u ma tayassara min alquran. Mustalah uliobeba ili tendo linalofanyika ni maulid, lakini tendo watu wanasoma ma tayassara min alquran. Sio, umeelewa vizuri hapo? Nakuelewa. Lakini kadhalika katika kinachoitwa maulid, kwa kuwa ni masdarul mimi, yajuzu an yurada fiha ashya'un kathira. Matendo yanayofanyika katika mustalaha huu ni nini? Watu huwa wanakaa wanapeana mauidha, na hata katika mitandao mnaona amesimama shekhi fulani katika maulidi fulani akatoa mada, akawahusia watu au akawatahadharisha watu katika aina mbalimbali au katika aya na hadithi na hata maneno mazuri ambayo yameelezwa na wana wa vioni. Tunaona watu wanasimama wanafanya hivyo katika vikao vya maulid. Mustalah uliotaja hichi kikao ni maulid, lakini tendo linalofanyika ni kupeana mauidha katika dini au kwa mujibu wa Qur'an. Imo hii haimo? Naomba majibu kidogo. Naomba rudia sio leo. Mawaidha. Nasema mawaidha yamo katika dini au hayamo? Mawaidha yapo, naam, na ni jambo lazima kupeana mawaidha. Inshallah, mustalah uliobeba hili jina ni maulid, lakini matendo yanayofanyika ni watu kupeana mawaidha katika hali ya namna hiyo. Lakini kadhalika pale katika kikao cha maulid watu huwa wanamswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati watu wanamswalia Bwana Mtume Muhammad, mustalah uliobeba pale ni maulid, masdarul mimi, lakini kinachofanyika Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Imo haimo? Mswalia ipo, naam. Haya, mustalah ni maulid, lakini matendo yanayofanyika ni kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jina lisikupe tabu, kwa sababu watu wa sheria wanasema la mushahata fil istilah. Naam. Nafikiri hakuna mabishano katika jina, tutazame matendo ndipo tuyahukumu hayo. Nafikiri nimefikia hapo kwa uchache katika hilo. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.